Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Naam, ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV, matumaini yangu upo salama popote pale ukiendelea kutufuatilia, tukipatikana kwenye shamba la mapambano. Hapa ni Runingu. Vile vile tumekutana na moja kati ya malida hamaiza wa Zalendo ambao wanazidi kupambania nchi yao ya Kongo ili amani ipatikane kwa Wakongomani. Huyu ni moja kati ya wazalendo wanafanya vizuri kwenye mji wa Uvira. Vile vile sisi kama vile Tanganyika TV tumepata fursa ya kupiga naye story 2-3. Najua watu wengi sana wanamfahamu na leo ataenda kujitambulisha kwa majina ili umfahamu zaidi, na tutakwenda kujua vingi sana kuhusiana na hapo nyuma ilikuwa namna gani wakati adui aliingia. Yeye kama vile mzalendo alikabiliana namna gani na adui ambaye aliingia ndani ya mji wa Uvira, lakini kwa nguvu yao wao wazalendo pamoja na FARDC wamemfukuza. Yeye kama vile leader ambaye alipambana katika mpambano ilikuwa namna gani kwa upande wake, na vile vile tutakwenda kujua hali ambayo inaendelea kwenye shamba la mapambano, hali iko namna gani. Jambo kiongozi. Jambo sana. Majina? Naitwa James Fieka Adui. Watu wengi huwa wanasikia hii jina. Siku ya leo tuko naye live kabisa kupitia Tanganyika TV. Labda watu wangependa kujua hapo nyuma adui aliingia, kwa upande wenu ilikuwa namna gani? Mlikabiliana na adui namna gani? Adui alitoka Uvira tukamfuata, na kwa sasa tuko hapa Runingu, na hapa ndio kwenye kuko fure yetu, na ndio kwenye tuko tunakadiria adui kwa hii mida niko naangoleko. Labda watu wangependa kujua ilikuwa namna gani kwa upande wenu baada ya adui kukuja akaavance akafika mpaka huko na mkakabiliana naye mkamfukuza, kwani ilikuwa namna gani? Adui alikuja Uvira mpaka Makobola, tukapigana Makobola na adui akarudia nyuma hapa Runingu. Leo tena adui amejongea tena akaja tena kutuwatake, na ndio maana kwa sasa kwa hii mida tuko tunafanya kazi umoja wa wazalendo wote, tuko tunapiga adui, na adui tutampiga bila shaka lolote. Ndani ya vijiji vya Uvira wa raia ya vijiji hivyo wanakuwa na wasiwasi, labda neno gani ungependa kuambia ili wasiwasi waondoe? Raia ndo na kuwake na panike. Ni kuambia raia tuache panike, kwa sababu adui tuko tunampiga kabisa. Watu wa hapa Runingu wakae chonjo, wakae kwenye manyumba. Si wenye tunaweza kuwaambia watoke au wabaki. Sisi hatuwaambia watoke, wabaki hapa Runingu, tutawasekirize mkila kitu, waache kupanike. Wakipanike watu wakienda Kiliba, wakiliba nao wanaenda Uvira, ile yote itaonekana ni panike, na adui bado hayajongelea, kwa sababu wazalendo kabisa wako timamu kwa kufika adui. Labda nikumbushe mtazamaji, kwa sasa kunaendelea mashambulizi makali huko juu ya milima kati ya wazalendo pamoja na jeshi la serikali. Labda kwa sasa mnatumika namna gani na serikali? Kwa sasa na serikali kabisa tuko kabisa kwa umoja kabisa, tuko tunafanya kazi ya kupiga adui bila shaka. Na kufro labda watu wangependa kujua askari wako sehemu gani? Wanajeshi sio wangu, ni askari wa Rais Chilombo. Wanafunga fro Kamnambo hapa Ruengero, Kahamba, Kashatu, ndo kwenye wako nakadiriana na adui, na adui wako nampiga hapande kwenye milima ya Haut Plateau. Ile ni kuambia tu serikali, na serikali yetu tutaendelea kupiga adui, hatutarudi nyuma bali tutasonga mbele, kwa sababu nchi yetu haiwezi kutawalika na Mnyarwanda pana. Na kuna kwa baadhi ya raia ambayo inakimbia huko juu ya milima. Labda watazamaji wangependa kujua kunaendelea na nini kule ndani ya milima? Milimani mwa Katobo kule, Mulenge, Mugaja, Butumba, wakaaji wote wamekimbia mahali pale, kwa sababu hapo ndo kwenye kukongome za M23 pale. Ile ni kuonyesha kama kule kwa ile milima mwa Plateau Katobo kule kunadhibitiwa na M23. Ile ni kuambia tu serikali ni kujikaza kwa kutuforce, kwa kutupatia force ile force speciale waibu na wengine na wazalendo wote tupande kwenye milima huko. Ni lazima tupige adui, kwa sababu adui anamaliza mashamba ya watu, mifugo ya watu. Ni lazima tukadiria adui huko kumilima. Na yeye watazamaji mnamjua vizuri huwa jina maarufu wanamuita Fieka Adui. Ni mmoja kati ya wajemedari ambao nao wanapigana kwa kweli ili kumsukuma adui atoke ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Labda neno gani ya mwisho ungependa kuambia watu wote na wale ambao wanapatikana Bukavu na Goma, ungependa kuambia nini? Antuka napenda tu kusema kwanza kwa serikali ni lazima kabisa muirigence kabisa wafanye intervention kusudi tupige ule adui, na kuambia population yetu ya Uvira, Bukavu. Nishafanya meeting Uvira,
ndafanya meeting Bukavu, ndafanya meeting mpaka Goma, mpaka tuhakikisha adui anaondoka mahali hapo. Kuambia wakaaji wote wakae chonjo, wasiogope. Tuko njiani wa Bukavu, msiogope. Na adui atatoka. Tunashukuru kiongozi. Na Mungu awabariki sana. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndiyo mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.